Nitazungumza kifupi sana kutuwezesha wote tuendelee siku ya leo. Jana tulianza na silaha ya kwanza inayoitwa kujifunga kiunoni kweli. Kujifunga kiunoni kweli. Tunajifunza juu ya silaha za rohoni au silaha za vita. Katika kitabu cha Waefeso zimetajwa silaha kama 5-6 hivi, lakini sio kwamba ndo zote ziko hapa, lakini hizi ndo zinaonekana hapa 5 kama 6. Na ya kwanza tulianza kujifunza jana ni kujifunga kweli kiunoni. Maana yake ni nini? Maana yake ni kuenenda katika kweli. Yaani hilo jambo la wewe kuenenda katika kweli, jambo la mimi kuenenda katika kweli linafanyika kuwa ni silaha dhidi ya giza. Kwa sababu umeamua kufuata maelekezo kutoka katika ulimwengu wa nuru wa Mungu wako. Kwa kufuata yale maelekezo yanakusababisha wewe unakuwa mahali salama na unakuwa haupigiki. Yaani hauwezi kushindwa kwa sababu uko sehemu salama. Na jana tuliangalia kwamba ulimwengu wa rohoni, ambao ulimwengu usioonekana kwa macho ya nyama lakini upo, wenyewe ni superior, ni juu ya ulimwengu wa mwili huu tunaouona. Hiyo ni muhimu sana tuifahamu. Narudia, ulimwengu wa rohoni ni superior, ni mkubwa, ni mbabe kuliko ulimwengu wa mwilini. Kwa hiyo yule ambaye anaweza kufanya jambo katika ulimwengu wa roho, maana yake ndiye atakayepokea majibu katika ulimwengu wa mwili. Mwenzako akikuwahi kufanya setting fulani huko akachange programs kwenye ulimwengu wa roho, maana yake atakusababisha na wewe kwenye ulimwengu wa mwili upate tatizo fulani. Ndio maana katika usiku tulivyo hapa tunafanya mambo katika ulimwengu wa nuru. Kuna watu pia ambao tunasemaga wanaitwa wachawi, nao wanazunguka kwenye mambo yao. Watu asubuhi wakiamka wanakuta tayari vitu vilivyofanywa kwenye ulimwengu wa roho vinaanza kuathiri watu. Lakini sisi tulio katika ulimwengu wa roho, katika upande wa nuru, na wenyewe ni superior dhidi ya ulimwengu wa roho kwenye upande wa giza. Nimesema sentensi mbili hapo uzielewe. Ulimwengu wa roho kwa ujumla una nguvu kuliko ulimwengu wa mwili. Na ulimwengu wa roho nao umegawanyika sehemu kuu mbili. Ulimwengu wa roho katika nuru ndani ya Kristo Yesu, na ulimwengu wa roho katika giza ndani ya Shetani. Lakini ulimwengu wa roho katika nuru na wenyewe una nguvu, ni superior dhidi ya ulimwengu wa roho katika giza. Kwa hiyo yoyote ambaye anaweza kuwa na ufahamu wa jinsi na utiifu katika ulimwengu wa roho katika nuru akawa vizuri, then atakuwa superior katika ulimwengu wa roho upande wa giza. Si nimeeleweka kidogo hapo? Kwa mimi ninapokuwa nayafuata maelekezo vizuri katika nuru, yale maelekezo yananifanya mimi niwe superior, niwe zaidi ya hata yeyote akifuata maelekezo katika ulimwengu wa giza, yeyote akifuata. Kwa sababu maelekezo ya ulimwengu wa roho nuruni yana nguvu kuliko maelekezo ya ulimwengu wa roho upande wa giza siku zote. Na ndio maana tulimwona Yesu akimshinda yule mjaribu alipomjia. Kwa sababu Yesu alisimama kwenye maelekezo, akasema mtu hataishi kwa hivi vimkate, mtu ataishi kwa maelekezo, neno kweli ya Mungu anayopewa yeye kila siku. Alipoifanya hiyo, akajaribiwa mara ya pili, akajaribiwa mara ya tatu, Biblia inasema yule mjaribu ibilisi akaamua kuondoka. Maana aliona sasa hapa nimekutana na kitu ambacho kinajielewa kwenye ulimwengu wake wa nuru. Lakini sasa hapo kuna disclaimer fulani hapo. Kuna kitu cha muhimu kuzingatia hapo, kuna tahadhari. Ikiwa utakuwa dhaifu kufuata maelekezo katika ulimwengu wa nuru, ulimwengu wa rohoni upande wa nuru, wewe umeshindwa kufuata vizuri, hutaweza hata kumshinda huyu ambaye yuko makini kwenye ulimwengu wa roho upande wa giza. Ndio ilivyo hivyo. Pamoja kwamba wewe unatembea kwenye superior realm, unatembea katika ulimwengu wa juu sana, lakini nisipofuata maelekezo vizuri kwenye upande wangu, huyu ambaye yeye amekuwa mwaminifu kwenye upande wa giza, akifuata maelekezo vizuri upande wa giza, anaweza kumshinda huyu. Pamoja kwamba ulimwengu wake hauna nguvu, ila tu ameweza kuwa mwaminifu wakati mimi sikuwa mwaminifu upande wangu. Unaweza kukumbuka habari ya Yoshua alipokuwa anaenda kupigana na taifa moja, watu walikuwa wanatoka kwenye mji unaitwa Ai, kwenye kitabu cha Yoshua. Ai, kuna mji ulikuwa unaitwa Ai.
alivyoenda kupigana, Mungu alishamwambia Yoshua kwamba kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako. Yakubali maneno haya, yatafakari, yatamke, ndipo utakapofanikisha njia yako, ndipo utakapostawi sana. Kwa hata hakuna mtu yote, akamwambia kwenye kitabu cha Yoshua mlango wa kwanza, hakuna mtu yote atakayesimama mbele yako. Kwa hiyo hakuna kitu ambacho kitamzuia. Lakini siku hiyo amefesi taifa la Ai. Tena liliona taifa dogo sana, akasema hatuendi majeshi, tuenda majeshi machache tu. Alipolifesi akashangaa amepigwa. Imekuwaje nimepigwa? Mimi natembea kwenye superior realm, ulimwengu wa roho wa nuru mwenye nguvu sana, lakini nimepigwa na taifa hili dogo. Akatumia akili ambayo kila mmoja lazima itumie. Unapoona mambo ende vizuri, mrudie huyo baba yako. Akaanza kumuuliza, Mungu imekuwaje? Mimi natambua uliniambia kwamba hakuna kitachosimama mbele. Kwa nini nimepigwa na hili taifa? Mungu anakuambia, hamkufuata maelekezo niliyoyatoa katika upande wangu wa ulimwengu wa nuru. Kwa sababu usipofuata unakuwa dhaifu, hata kama wewe ulitakiwa uwe na nguvu kwenye ulimwengu huu mwingine. Maelekezo gani haya? Akasema kuna watu tuliwaambia mkienda huko Yeriko msichukue kitu chochote kilichowekwa wakfu na nini. Kuna watu wamefanya wakina Akan. Tunafahamu hiyo story. Alipolirekebisha hilo jambo, akafuata sawa sana maelekezo, kwa hiyo akawa superior. Alipoifeste na Ai, aliitandika vibaya. Mtu yule yule, jeshi lile lile, lakini maelekezo mwanzoni ya kuyafuata, mara ya pili. Kwa hiyo unapotembea katika kweli, ndio hiyo sasa silaha ya kwanza. Unapotembea katika kweli, hiyo kweli inakuinua, unakuwa superior, unakuwa zaidi ya chochote kinachoendelea katika ulimwengu wa giza. Kwa hiyo huwezi kupigwa, unakuwa uko salama. Haleluya. Hiyo ndio silaha ya kwanza. Unaweza kujiuliza, hizi silaha nilifikiri labda lazima zirushwe. Tutakutana na za mbeleni huko ambazo ndo za kuattack, za kushambulia. Hizi za kwanza zimejikita sana kwenye kujiweka wewe mwenyewe kwanza vizuri. Yaani wewe unapokuwa tu vizuri, tayari inafanyika kwamba ni silaha. Unapokuwa tu wewe mwenyewe umezingatia maelekezo, hilo jambo tu la kuzingatia maelekezo tayari kwako linakuwa limeharibu upande wa giza. Mambo ya rohoni ni ajabu sana. Haleluya. Ni ajabu sana. Hayana logic ya kibinadamu. Hayana maelezo mengi, hayana uhusiano fulani unaweza kuelewa kibinadamu. Kwa mfano, Mungu alimwambia Yoshua, hiyo Yeriko iliyoko hapo, jinsi ya kuiangusha, wewe zunguka tu mara 7. Na siku ya 7 zunguka tena mara 7. Kwa itakuwa jumla umezunguka mara 13. Alafu utafuata taratibu, wataanza makuhani, watakuwa na ile sanduku la agano, watafuata siyo nini, watafanya. Wewe zunguka tu, usirushe mshale, usifanye. Wakati Yoshua ni mtu wa vita, tunamfahamu Yoshua ni mtu wa vita, lakini aliambiwa hapa fuata tu maelekezo. Kwa kufuata maelekezo tu wanazunguka hivi, ule ukuta ukadondoka. Sasa unajiuliza, ina maana silaha za rohoni ziko tofauti. Sio lazima kwamba lazima nifanye vile ninavyofikiri. Mungu anaweza kusema tu kaa. Kitendo cha kukaa hapo tayari kinaharibu upande wa giza. Ili mradi umefuata tu maelekezo. Nasema jifunge kweli, fuata ninachokuamuru. Siku nyingine kwenye kitabu cha Kutoka, Mungu anamwambia atakuja mharibifu hapa kwa kupiga hili taifa. Pakeni damu katika vizingiti na miimo ya mlango. Mnapaka juu hapa damu ya kondoo na kupaka hapa. Kila Mwisraeli afanye hivyo. Maelekezo tu hayo. Kuna uhusiano gani wa kupaka tu damu ya kondoo na mtoto mzaliwa kwanza wa kiume asiuawe? Ni kufuata tu maelekezo. Kwa hiyo kama kuna Mwisraeli, kama ingetokea Mwisraeli akufuata maelekezo ya kupaka damu kwenye mlango, yule malaika mharibifu alipokuwa anapita nyumba, asingechagua, angeipiga pia na nyumba yake. Kwa unapoifuata, unapoanza kuishi kweli ya Mungu, tayari unajiweka salama mbali na uharibifu wa aina yoyote. Ndio silaha yako ya kwanza hiyo. Kwa hii ndio silaha ya msingi, kuishi kweli ya Mungu. Maelekezo ambayo Bwana anayatoa ndio kweli yake. Sasa silaha utaziona nyingi ambazo zinazungumzwa hapa ni lifestyle, ni maisha ya kila siku. Ni maisha ya kila siku. Hayo maisha ya kila siku tayari yanakuwa na athari ya kuharibu kazi ya adui na kukuweka we salama, ustawi katikati ya adui zako. Unaweza kuwa umelala, lakini kama lifestyle yako iko sawa sawa na Mungu, unaweza kuwa umesinzia tu kwenye gari, uko wapi, hata adui afanye nini hakuwezi, kwa sababu lifestyle yako inapigana vita kwa ajili yako. Haleluya. Sasa tunachokosea watu wengi ni kwamba tunafanya, utaona maombi yametajwa mwishoni sana huko. Ukifuatilia zile silaha utakuta mwishoni anasema sasa kwa sala zote, baada ya kuzimaliza silaha ndio anasema sasa kwa sala zote mkisali katika jambo hili, na anaanza kuingia sasa issue ya maombi ambayo tutaiongelea baadaye.
Maombi yanakuja baadaye, baada ya hii lifestyle mtu umeitengeneza vizuri. Kwa hiyo maombi yanakuwa na nguvu kwako sasa. Sasa sisi tunatanguliza maombi sana, alafu lifestyle ya kumuishi Mungu ni poor. Kwa hiyo tunakazana kupush mambo ya kwenye maombi, hayana matokeo kwa sababu lifestyle haitubebe, haituback up. Yaani silaha hizi zinafanya kazi kwa lifestyle, maisha ya kila siku, jinsi unavyofuata. Kwa hiyo ya kwanza ni kuishi kweli ya Mungu. Ya pili sasa tuiangalie. Leo na muda kuturuhusu tuziangalia mbili kwa wakati mmoja, kwa sababu ziko nyingi, ili tuweze kuhakikisha angalau katika siku 5 tumeweza kuzipitia vizuri. Naomba tuingie kwenye kitabu cha Waefeso mlango wa 6. Tutaanzia tena mstari wa 10 mpaka ule wa 18. Tunaisoma tena kifungu chote, alafu ile silaha ya leo au za leo tutaziangalia kutokea hapo. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana, mstari wa 10, na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, sio juu ya ulimwengu wa mwili, bali ni juu ya falme, mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya. Hawa ni wabaya hawa katika ulimwengu wa roho, upande wa giza. Kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Sasa anaanza kuzitaja silaha. Basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni. Ndio kuishi kweli. Namba 2 sasa, silaha ya pili, na kuvaa dirii ya haki kifuani. Tutaiangalia hiyo. 15, na kufungiwa miguu utayari tupatao kwa injili ya amani. Nyingine hiyo. Zaidi ya yote mkitwaa ngao ya imani. Nyingine hiyo, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. 17, tena ipokeeni chapeo au helmet ya wokovu. Hiyo ni silaha nyingine. Na upanga wa Roho. Nyingine hiyo, ambao ni neno la Mungu. 18, sasa kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika Roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote. Kwa silaha namba 2 tunayoenda kuiangalia leo ni silaha inaitwa dirii ya haki kifuani. Kuvaa dirii ya haki kifuani. Kuvaa dirii ya haki kifuani. Kabla ya kusema kwa kina sana juu ya dirii ya haki kifuani, ni muhimu nikuambie kwamba pamoja kwamba hizi ulimwengu wa giza umejiorganize vizuri. Kiangalia kama tulivyoongelea jana, unao vyeo, kuna structure. Ulimwengu wa rohoni, upande wa nuru, structure yake ni bora zaidi kuliko hata hii. Kwa huyu adui ni kwamba amekopi, yeye anakopigi tu na kupesi. Alivyokuwa anaishi kipindi hicho, kama Lucifer akifanya huduma, akaona ule utaratibu Mungu anaofanya. Kwa siku walipoasi, naye akachukua huo utaratibu, akasema okay, na mimi sasa inabidi niwe na utaratibu wa kufanya kazi. Kwa hiyo usifikiri kwamba yeye ndio yuko organize sana. Sisi ndio tuko organize mno katika ulimwengu wetu wa roho. Lakini pia jambo lingine la kufahamu ni kwamba kitendo cha Yesu kufa na kufufuka na kupaa na kuketi mkono wa kuume wa Mungu, hicho kitendo kimetusababisha sisi tuwe na ushindi dhidi ya giza. Alipomtokea Yohana katika kitabu cha Ufunuo akasema, ninazo funguo za mauti na kuzimu. Na jana nikasema kitabu cha Waebrania akasema alimuharibu yule aliyekuwa na nguvu juu ya mauti, yani Ibilisi. Kwa hiyo hivi vita tunavyofanya sasa hivi sio kwamba ndio tunaenda kuvianza. Tayari Yesu amekwisha kumaliza kazi yote, amekwisha kushinda, isipokuwa sisi kazi yetu ni kutetea, kuhakikisha huo ushindi unabaki kuwa thabiti. Ni kama vile mzazi wako alipambana kuhakikisha kiwanja kinapatikana, amerejesha mipaka ambayo iliibwa zamani. Sasa huyo mzazi amekwisha kuondoka, amekuachia wewe mtoto. Usipokuwa makini, wale majirani wataanza tena kurudi ndani, pamoja kwamba alikuachia kiwanja ambacho tayari kina mipaka yake. Kwa kazi ya wewe kuhakikisha ni kwamba hii mipaka sasa inaendelea kudumu vile vile na siingiliwi na adui tena. Kwa sisi hatuendi kushindana kutafuta ushindi, ni kutetea, kuhakikisha, kuuthibitisha huo ushindi unaendelea kuwa thabiti kwetu.
Haleluya. Sasa nini maana ya kuvaa dirii ya haki kifuani? Kwanza neno dirii maana yake ni kama kwa Kiingereza ungesema ni body armor. Ni vazi ambao wengine wanaweza kusema labda bulletproof. Watu wanavaga kama likoti fulani la kuzuia mashambulizi katika kifua chako. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinazuia maeneo muhimu, maeneo sensitive, organs maalum huko tunajua moyo, mapafu, kwenye utumbo, vitu fulani kuzuia. Hiyo inaitwa dirii ya haki, unaivaa. Kwa askari wa Kirumi wa kipindi hicho, wakati Paulo anatazama, anamuelezea huyo askari, alipokuwa akimtazama ajua kuna kitu analivaa hapa. Mengine yalikuwa ni kama ya shaba, mengine ni kama ya ngozi, mengine ni kama ya chuma, vyovyote. Lakini nia ni kuzuia kama kuna shambulizi lolote ambalo linakuja kwenye huu mwili, likutane na hicho kitu, hakitaweza kuingia. Kwa ndio yeye akaita hiyo ndio inaitwa dirii ya haki kifuani. Maana yake ni nini? Maana yake ni kuishi haki ya Mungu. Maana yake ni kuishi haki ya Mungu. Tutaelezea nini maana ya kuhesabiwa haki, kuijua haki ya Mungu, kuiishi sasa hiyo. Naomba nitoe tena maelezo ya jana. Ukijisikia kusinzia sio dhambi, kwa sababu umefanya kazi siku nzima mpaka sasa mwili umechoka. Lakini dhambi itatokea pale ukaamua sasa wewe kuendelea kukaa hapo wakati ungeweza kusimama kwenda nyuma au kwenda kunawa maji. Kwa hiyo tumia hiyo nafasi. Kwa dirii ya haki maana yake ni kuiishi haki ya Mungu aliyotupatia ndani ya Kristo Yesu. Lazima nijue, ninapoiishi, ninapoijua na kuijua hiyo haki ya Mungu, ninapoijua na kuishi, yenyewe ina act kama msaada mkubwa dhidi ya shambulio lolote linalotaka kugusa maisha yangu ya ndani, organs zangu za ndani kwenye ulimwengu wangu wa roho. Ninapoijua hiyo haki ya Mungu na kuishi. Nisipoijua na kuishi, kuna mashambulizi ambayo adui atayaleta, yatanisababisha nianze kuwa na mashaka na kitu ambacho Mungu tayari ameshanipatia. Kwa lazima niijue hiyo haki ya Mungu ndani mwangu ina maana gani. Haleluya. Haleluya. Ukisoma vizuri kwenye kitabu cha Warumi mlango wa 10 na mstari wa 9 tunaifahamu jinsi mtu anapopokea haki. Mstari wa 9 na wa 10. Warumi 10 mstari wa 9 mpaka wa 10. Kwa kuwa kila mtu akimkiri Yesu kwa kinywa chake ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwake ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, ataokoka. Kwa kinywa mtu hukiri hata kupata wokovu, lakini kwa moyo mtu huamini hata kupata nini? Haki. Sasa wengi tunaifahamu tu kupata wokovu, ambao ni silaha nyingine kabisa. Utakuta kitu kinaitwa chepeo ya wokovu. Hiyo ndio wengi tunafahamu kwamba nimeokoka, lakini hiyo kuamini na kupata haki, hiyo haki ni nini sasa? Hatuzingatii hilo jambo. Kwa hiyo tunakuwa tuna chepeo tu ya wokovu, lakini hatuna dirii ya haki, kwa sababu hatuijui haki. Ina maana kwa nini Mungu aweke haki? Kwa nini anasema ukiamini unapokea haki? Angeweza kusema tu ukikiri Yesu kwa kinywa chako na kuamini unapokea wokovu. Sawa, wokovu ni kila kitu. Lakini kwa nini Paulo amevinyambulisha zaidi akasema sawa, kuna wokovu upo, lakini kuna kitu kinachoitwa haki. Tukifahamu. Na hichi kitu cha haki kinapokelewa kwa kupitia tu kuamini. Ndio maana anasema mnahesabiwa haki kwa njia tu ya imani. Hebu tuangalie kitabu cha Warumi kidogo. Warumi mlango wa 3. Kwa sababu Paulo ndo amedili na ile eneo sana. Ukianza kuanzia mlango wa 3, mlango wa 4 inatusaidia sana kujua haya mambo ya haki. Ni neno pengine la kisheria, lakini pia linaweza likawa jepesi kulielewa. Naomba tuangalie mstari ule wa 20. Mstari wa 20 tuanzie hapo, naweza kusoma mpaka 24. Anasema kwa sababu hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele zake kwa matendo ya sheria, kwa maana kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria. Mstari wa 21. Lakini sasa haki ya Mungu imedhihirika pasipo sheria yoyote, inashuhudiwa na Torati na manabii. 22. Ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Kristo Yesu kwa wote waaminio, maana hakuna tofauti, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. 24. Wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu, ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya imani
kwa damu yake, ili aonyeshe haki yake kwa sababu ya kuziachilia katika ustahimili wa Mungu dhambi zote zilizotanguliwa kufanywa. Sasa ni rahisisha kusema hivi, kinyume cha haki ni uasi au dhambi. Kinyume cha haki ni uasi au dhambi. Kwa hiyo kuwa mwenye haki maana yake sasa mimi niko vizuri na Mungu, hana lolote analonidai, hana adhabu yoyote juu ya maisha yangu, hakuna hukumu yoyote juu yangu, kwa sababu mimi niko vizuri na yeye. Ameniondolea makosa yangu yote, amenisamehe kabisa, amenifanya kuwa sasa kitu kimoja na yeye. Mimi na Mungu sasa hivi tuko gado, tuko vizuri, yani tumeivana, hatuna tena kitu chochote ambacho kinatufanya tuwe na uadui tena, amekwisha kukiondoa. Kwa hiyo sasa amenihesabia kwamba mimi ni wa kwake, sina shida kabisa. Ni kama vile ulikuwa sasa unahukumiwa kwa kesi ya uuaji, alafu wanasema mwanasheria au serikali imeamua kuzidrop off, kuzitoa yale mashtaka yote, umeondolewa. Kwa hiyo mtu unaondoka pale mahakamani, unarudi zako nyumbani tu, umehesabiwa haki, hakuna tena shutuma, hakuna tena makosa, hakuna tena jambo lolote ambalo linakudai wewe. Wewe na Baba sasa hivi mko vizuri. Sasa kwa sababu sisi tulikuwa wenye dhambi, na wenye dhambi wetu haukuwa tu kwa sababu tumetenda dhambi, ni kwa sababu kuna kitu tulikirithi kwa Adamu, iko cha dhambi, cha uasi. Ndio maana kila anayezaliwa anazaliwa na kufanya dhambi. Kwa hiyo tunakuwa wenye dhambi si tu kwa sababu tunatenda dhambi, tunakuwa wenye dhambi kwa sababu kuna kitu tumekidhirisha iko cha hali ya kutenda dhambi. Hicho kitu cha kidhirisha hali ya kutenda dhambi, huo uwazi sasa ndio unasababisha sisi tuendelee kufanya dhambi kila inapoitwa leo. Sasa Kristo alikufa na kufufua kwa ajili yetu, ili sasa yeyote atakaye muamini Kristo Yesu, Mungu anampa hali nyingine ya kumuona kwamba tena yeye sio mwenye dhambi. Yeye sasa hivi yuko vizuri na yeye na Baba, hawana tena makosa, hamna tena chochote cha kumhukumu. Kwa wewe tu kuamini, sio kumtaka kumpendeza kwanza Mungu kwa chochote, kwa kuamini tu kwamba Yesu alikufa kwa ajili yangu, alibeba ile kazi yangu, ile tatizo langu nilokuwa nalo Yesu amelibeba. Kwa kuamini tu hivyo, basi Mungu anakukubali. Kwa hiyo ukianza kujua kwamba kwa kazi ya Kristo Yesu mimi ninaishi, kwa damu ya Kristo Yesu ninaweza kusimama mbele za Baba na nikasema naye. Ndio anasema mumjie Baba, tunaweza kusogelea kiti cha rehema kwa ujasiri kwa damu ya Yesu. Sasa tuanze kuona hakuna tena kiambaza, hakuna kitu ambacho sisi kinatuzuia kumface Baba. Ndio maana Waefeso mlango wa 5 nasema mfuateni Mungu kama watoto wapendwao. Efeso 5:1. Mfuateni Mungu kama watoto wapendwao. Kwa hiyo lazima mimi nianze kujiona mimi ni mtoto ninayependwa na Baba. Mimi ni mtoto ambaye Baba ananikubali. Nisianze kujihesabia makosa baada ya kumwamini Kristo. Nianze kumuona kwamba huyu sasa ni baba yangu, huyu sasa amenikubali. Sasa hiyo hali ndio itanipelekea na mimi sasa kuanza kuishi matendo ya haki. Kwa sababu kuna kuhesabiwa haki kisheria, alafu kuna kuishi matendo sasa ya haki. Baada ya mimi kuhesabiwa kwamba niko vizuri, hakuna kosa lolote tena, sasa nianze kuenenda sawa sawa na matendo ya haki, sio tena matendo ya sheria au matendo yanayoitwa matendo ya mwili yaliyosema kwenye Galatia 5 kuanzia mstari wa 19. Kwa kuvaa diria haki kifuani, maana yake ni kukubali ile kazi ya Kristo ya kunisamehe dhambi zangu na kunifanya mimi kuwa kitu kimoja na Baba. Mimi sasa kuanza kujiona ni mtoto wake. Hakuna tena kitu kinachonihukumu kati yangu mimi na Baba. Haleluya, haleluya. Warumi mlango wa 8 mstari wa kwanza. Warumi mlango wa 8 mstari wa kwanza. Ina maana hilo jambo lisipokuwa ninaliona hivyo, ni rahisi kumruhusu shetani na udanganyifu wake, ndio hizo hila sasa zikuchanganye.
na kukudondosha na kukuharibu. Kuna mtu unakuta ametubu dhambi, umeomba msamaha, umetubu dhambi, bado unasema yawezekana Mungu hajanisamehe. Na ukishaanza kujiona hivyo, adui anakisha kumbe huyu hajajua kilichotokea, ndio anakupalilia ujue kabisa hujasamehewa. Na utaanza kujisikia kabisa kama vile sijasamehewa. Na utaanza kuona kabisa ile dhambi bado ninaikumbuka. Utaona kumbe Mungu bado hajanisamehe. Sijui labda nifanye kitu fulani labda ndo atanisamehe. Mimi nikishatengeneza na Kristo, nimesha tubu dhambi zangu, au kuna jambo limetokea nimeshatengeneza naye, anza kupokea huo msamaha wa Kristo na kuona kwamba sasa hivi niko vizuri na yeye. Ni kama mtoto mdogo akikukosea, umemchapa, baadaye unashangaa tena anakurudia. Mnapiga naye story, asema baba, mnaongea vizuri, hakikumbuki tena hicho kitu, kwa sababu ndio maana Biblia inasema Roho Mtakatifu aliyeko ndani yetu analia na kusema Abba Father, yani daddy, yani lazima tumuone Mungu kama baba yetu. Tumehesabiwa haki, hakuna tena shida katikati yetu sisi na yeye. Sasa hiyo hali ya kujiona kwamba tumehesabiwa haki kwa kumwamini Kristo Yesu inatupa jambo moja lifuatalo. La kwanza, inatupa confidence, inatupa ujasiri. Inatupa ujasiri. Sasa ujasiri ni muhimu kwenye hii vita ya kiroho, kwa sababu unaweza ukainua mikono afu ukasikia kuna hukumu fulani imekukamata tena moyo. Unataka kushughulikia kitu fulani, anakumbusha tena kuna jambo fulani. Lakini kama najua mimi tayari nimekusha kuhesabiwa haki, niko vizuri na baba yangu, na baba yangu atasimama na mimi kwenye hili jambo, lolote nikilifanya atani accompany. Hivyo ninao ujasiri. Kwa tunapoweka diria haki fulani, maana yake tunajiwekea confidence kwamba tunayo support ya baba, maana sisi sasa hivi na baba ni kitu kimoja. Inatupa confidence, inatupa ujasiri. Namba 2, inatupa access, inatupa kuingia kwenye mambo ya Mungu, kuingia kwenye mambo ya baba na kuyafaidi. Ndio tunakuwa partakers, washiriki wa tabia pamoja na Kristo Yesu, washiriki wa tabia za kimungu. Access, inatupa access kuyaingilia na kuwa washiriki wa tabia za kiungu. Kwa hivi vyote ndivyo vinasababisha sisi tuwe na confidence ya kusimama mahali popote. Hata atokee shetani na malaika zake waanze kutushambulia kwa jambo lolote, tunajua nipo pamoja na baba. Kwa hiyo ndio ukiwa hivyo maana yake wewe unayo confidence. Sasa Warumi mlango wa 8 mstari wa kwanza nasema hivi: lakini sasa hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Yaani wale wasioenenda kwa tabia za kimwili, bali wanaenda kwa tabia za kiroho. Kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Kwa lazima na mimi nijione kwamba kwa kuhesabiwa haki sasa niko salama mikononi mwa Mungu. Ninapokuwa na hiyo confidence ya kujiona kwamba niko salama mikononi mwa Mungu, niko salama mikononi mwa baba, yuko pamoja na mimi, atani accompany, atakuwa pamoja, atanisaidia, hata niacha, ananisikiliza, ninaweza kumuondea mbele zake kwa ujasiri. Unashinda vita yoyote ya kiroho ukiwa na huo ujasiri. Haleluya. Ndio maana unaweza wakati mwingine usione hasa ina uhusiano gani. Ina uhusiano. Mungu akishasema hii ni silaha, ni silaha. Akisema fanya hivi ndio fanya hivyo. Wewe anamwambia Musa tupa fimbo afu inakuwa nyoka. Wewe tupa fimbo. Yeye kwambia amini hii kwamba nimekuhesabia haki ndio itakuwa kwako silaha. Wewe amini hivyo, kwa sababu kwenye ulimwengu wa roho vitu vinajipanga vyenyewe wewe unapokaa kwenye laini yako. Haleluya. Hebu weka mkono wako kifuani. Sema mimi ni mwenye haki wa Kristo. Nimehesabiwa haki. Sina hatia yoyote. Nimesamehewa dhambi zangu. Mimi na baba hakuna uadui tena. Nimepatanishwa na baba. Mimi na baba tuna ushirika wa baba na mtoto. Nimehesabiwa haki. Nipo vizuri na Mungu. Kwa hiyo ninao ujasiri wa kusimama mbele zake kama mtoto na baba. Ninao ujasiri wa kuyaelekea mambo nikiwa na support ya baba yangu. Mimi na baba tupo vizuri. Haleluya. Kwa hiyo unapojua niko pamoja na baba, pamoja niko naye hapa,
amesimama pamoja na mimi, siwezi kuogopa chochote, siwezi kushtushwa na chochote, siwezi kuwa na mashaka, niko naye. Nimeshatengeneza. Ni kama vile mtu alikuwa anakudai, ukimwona kule unamkimbia, lakini sasa ikitokea siku akaamua kukusamea deni zako zote, anasema njoo kaa na mimi hapa. Huyu tena na wasiwasi, huyu tena kukimbia. Unakuwa sasa una ujasiri. Hata mtu mwingine akitokea anataka kusemezea, yule alikuwa anakudai, unasema ameshanisamea, niko naye vizuri hapa. Ameshanisamea. Labda kama wewe unakumbuka kwenye taarifa zako. Kwa sababu ukiwa umetenda dhambi, shetani inawezekana ameikumbuka, ameiandika mahali. Lakini Mungu anasema ninasamea na kusahau. Kwa wewe ukiendelea kukumbuka ni kimbelembele chako. Yeye ameshasamea na nini? Na kusahau. Kwa hiyo watu wawili tu ndio wanatakiwa wanaweza wakaendelea kukumbuka, ni wewe au shetani. Ila wewe umeshaambiwa umesamehewa, na wewe potezea. Shetani anakuwa tu anakumbuka huyu jamaa alikuwa hivi, huyu jamaa alikuwa hivi. Hiyo ni yeye, lakini mimi nimekwisha kutengeneza na Kristo. Ninao confidence. Haleluya. Silaha ya pili kwenye kitabu cha Waefeso wanasema kufunga miguu utayari. Kufunga, hiyo sasa ni silaha ya tatu. Ya kwanza ulisema kweli, ya pili haki, sasa ni silaha ya tatu. Ila ni ya pili kwa leo, ni silaha ya tatu. Kufunga miguu utayari tuupatao kwa injili ya amani ya Kristo. Ni maneno marefu lakini nitarahisisha. Kufunga miguu utayari. Neno utayari underline. Kufunga miguu utayari tuupatao kwa injili ya amani ya Kristo. Nakumbusha tena, ni makosa sana kulala ikiwa facilities za kukusaidia usilale zipo afu usifanyie kazi. Sasa kwa urahisi hapa ili tuelewane tu. Hapa maana yake ni mambo makuu mawili. Maana yake silaha hapa anachomaanisha Paulo ni kuwa tayari kuipeleka injili ya Kristo. Basi ni kuwa tayari kuipeleka injili ya Kristo. Ndio utayari wa injili. Kuwa tayari, readiness. On your marks, get ready. Yeye unasubiri tu nipate fursa ya kuisema kweli ya Mungu mahali. Kuwa tayari kuipeleka injili ya Kristo. Huo utayari huo ni silaha. Huo utayari ni silaha. Wakati unapeleka injili ya Kristo, mambo mengine kwenye ulimwengu wa giza yaliyokuwa yanataka kukuzuru wewe yanavunjika. Wakati wewe unaifanya hii kazi ya kupeleka injili kwa watu wengine. Na kumbuka, kwa sababu ni vita ya kiroho, kitendo cha mimi kuanza kumtoa mtu, kumuokoa, kumtoa kwenye mikono ya shetani, maana yake ninarejesha mateka katika kambi ya Kristo tena. Kwa hiyo ninamnyang'anya adui watu waliokuwa wamewateka, na warejesha kwa Kristo. Kwa hiyo nampunguzia watu. Ni kama vile labda tulikuwa tunapigana vita, watu wetu wametekwa mahali, sasa tunatuma kikundi cha makomando waende kuwarejesha wale mateka wetu. Kwa sisi tunapoenda kwenye kazi ya injili, ni maana yake ni tunaenda kufanya kazi ya ukomando, kurejesha mateka ambao walikuwa kambini mwetu, sasa walichukuliwa na shetani, ndio tunaenda kuwarejesha. Kwa Kristo anataka kila mmoja wetu awe na huo utayari. Uko kwenye basi unasubiria kuna fursa tu yoyote itatokea, nimseme Kristo. Niko saluni, nimseme Kristo. Niko hotelini, nimseme Kristo. Niko sio kwenye kikundi cha kina mama, nimseme Kristo. Huo utayari, on your mark, ninasubiria tu fursa ijitokeze nimseme Kristo. Hiyo ni silaha watu wa Mungu. Ukiwa unafanya, ndio maana nasema hizi ni lifestyle. Hayo maisha tu ya kuwa na huo utayari ndio yanaharibugi vitu vibaya sana vya kiroho dhidi yako. Na unaposimama sasa kusema kwa jina la Yesu naomba, kwa sababu lifestyle inakubeba, maombi yanakuwa na nguvu. Warumi mlango wa 10 kwa haraka sana. Tuangalie ule mstari wa, tuanzie ngapi? Itakuwa vizuri kama mstari wa 16 mpaka wa 18. No, tuanzie mstari wa 14. Basi 14, wamhitaji yeye wasiyemwamini, wamhitaji yeye asiyeamini, tena wamwaminije yeye wasiyemsikia, tena wamsikiaje yeye sipomhubiri, tena wahubirije wasipopelekwa? Kama ilivyoandikwa, ni mizuri kama nini miguu hiyo yenye utayari, miguu yao wahubirio habari njema. Ni mizuri kama nini miguu yao wahubirio habari njema. Sasa hapa anaelezea mchakato wa mtu kupata wokovu, kwamba ili mtu aweze kuokolewa, aweze kumwamini Yesu,
lazima awepo kwanza mtu ambaye atatumwa na Kristo, na pia kama pengine kusapotiwa na kanisa, aweze kwenda mahali. Huyo ndio mtu mwenye miguu mizuri huyo, aipeleke hiyo habari njema ya Kristo, habari ya kusema kwamba vipofu wapate kuona, viziwi wapate kusikia, maskini wasikie habari njema, viwete waweze kutembea, waliofungwa wapate kufunguliwa, kama Kristo alivyokuwa anasema kwenye Luka 4 alipoingia kwenye hekalu, akasema na nimekuja kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa, na wale waliokuwa wamefungwa wapate kufunguliwa. Kwa hiyo ndio injili, ndio habari njema. Natakiwa nipeleke kitu chema, kwa kitu ambacho Yesu alikifanya msalabani, akafa kwa ajili ya watu. Unaambia jamani, msipoteze kujiumiza bure. Kuna ambaye alishaumizwa kwa ajili yetu, alishapokea hizi laana kwa ajili yetu, alishachukua dhambi kwa ajili yetu. Wewe utakiwa kufanya kazi nyingine zaidi tu ya kuamini kwamba alifanya kwa ajili yako, then unasamehewa dhambi zako, anakupa nguvu sasa ya kuishi maisha ya ushindi. Hiyo ndio habari njema. Amebanwa kwenye vifungo, nimwambia habari njema ya kwamba Yesu yuko tayari kumfungua. Unapokuwa na huo utayari, hiyo inaonekana katika ulimwengu wa roho ni silaha mbaya dhidi ya adui, kwa sababu unamnyang'anya watu walikuwa wamewateka. Haleluya. Tuangalie kitabu cha Matendo, Kutoka mlango wa 12. Kitabu cha Kutoka mlango wa 12. Kumbuka tunaongelea habari ya utayari wa injili. Kutoka mlango ule wa 12. Hiki ni kipindi ambacho wana wa Israeli wanakaribia kuondoka katika nchi ya Misri. Na walipokuwa wanakaribia kuondoka, Mungu alianza kuwapa maelekezo kadha wa kadha ya jinsi ya kujiandaa. Kutoka mlango ule wa 12 mstari wa 11 unasema hivi: tena mtamla hivi huyo mwanakondoo, mtakuwa mmefungwa viunoni mwenu, yale mambo ya haki. Pia mmevaa viatu vyenu miguuni na fimbo zenu mikononi mwenu, nani mtaumla kwa haraka, ni Pasaka ya Bwana. Yaani hiyo kufunga viatu ni maana yake niko tayari sasa kuingia kwenye kazi, kwa sababu muda si mrefu walipokuwa wanakula tu hapo, maana yake Mungu alikuwa anawakomboa kutoka Misri. Hakutaka tena watu wawe na kushoya kujichelewesha. Kwa hiyo lazima watu wako tayari kuingia kwenye kuondoka. Kwa kaambia mwe mmeshavaa viatu, mko tayari kwamba muda wote tu Bwana atawaondoa hapa. Kwa Paulo anavyosema mmefunga utayari miguuni mwenu tupatao kwa injili ya amani, anamaanisha kila mmoja wetu hapa, ili aweze kushinda vita vya kiroho, muhimu azingatie kuwa na utayari, kuwa mwepesi wa kuipeleka habari njema kwa wasi. Lakini ukifuata kuishi matendo sasa ya haki, ya mwenye haki, unaendelea kuishi kiusahihi, kuikubali hiyo kazi ya kuhesabiwa haki. Namba 2 ni mimi kuwa tayari kuipeleka injili ya Kristo duniani, kuipeleka injili ya Kristo kwa majirani. Na hapo kusoma kwenye kitabu ninachosema cha Warumi mlango wa 10 anasema sio wote waliokubali habari njema. Kwa hiyo sio lazima kwamba kila mtu aikubali. Wewe kazi yako ni kuipeleka. Kuna ambao wataikubali, kuna ambao wataikataa, lakini wajibu wangu mimi ni kuipeleka. Unaipelekaje? Physically, unaipelekaje? Digitally, unaipelekaje? Financially, yani namna zote, tumia mbinu zote. Uwe unafanya kwa fedha zako, unafanya kwa wewe mwenyewe kwenda, unafanya wewe kwa kuombea, kukufungua watu, yani kila fursa inayohusiana na kuleta watu kwa Kristo wewe ifanye. Unapofanya hivyo, ni silaha zako zinakuwa ziko kazini kuharibu kazi ya shetani na kukuweka wewe salama katika ulimwengu wako wa nuru. Haleluya. Naomba tusimame.